Muhimu sana, nataka kwa unyenyekevu mkubwa ni washukuru wazee wa kanisa, ofisi yao, lakini juu yao wakiwa na mchungaji wa mtaa wa Mzumbe. Asanteni sana kwa kuruhusu programu hizi zifanyike katika kanisa hili la Mzumbe. Bwana awabariki sana viongozi wetu wa kanisa. Natambua kuna mratibu wa kanisa hili wa chama cha ATAPE pamoja na kamati yake, bila shaka watakuwa wamefanya kazi kubwa wakishirikiana na wazee na wanachama waliopo hapa. Baraka za Bwana hazitawapungukia. Waumini, Bwana abariki sana wa kanisa hili la Mzumbe. Haleluya. Ninafurahi kwamba mmefanya kazi ya Bwana kiasi kwamba yeyote anekuja hapa itakuwa si ajabu kwake yeye kutekewa kwanza kabla ya kuendelea na lolote. Hiki ambacho mnakifanya na mnaendelea kukifanya, bila shaka Bwana atakibariki, na hata bariki mradi huu, atabariki pia mradi wa kwako binafsi, ewe mshiriki wa Mzumbe. Haleluya. Na nafurahi kuona pia makundi mbalimbali ya waumini na washiriki, wakiwemo waumini ambao ni wafanyakazi, wajasiriamali ambao kimsingi ni wana-ATAPE. Lakini nafurahi kwamba tunao vijana, wanafunzi wa shule za awali, za msingi na sekondari na vyuo vikuu. Uwepo wenu tunatambua na tunafurahi kwamba mnatenga muda kuja kumwabudu Mungu wenu. Haleluya. Na kwa kufanya hivyo mnaungana na mtunzi wa wimbo namba 9 anayesema, muumbaji mfalme vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Haleluya. Wanafunzi, watoto wadogo kwa wakubwa, wazazi, wafanyakazi, wajasiriamali, wakulima wote, kwa ninyi kuja kumwabudu Mungu wenu, mnatambua kwamba ni kwa ukarimu wa Bwana sisi tunabarikiwa. Haleluya. Ni kwa ukarimu wa Bwana wewe una shamba lako. Ni kwa ukarimu wa Bwana wewe una biashara, una mtaji ule, unaendesha shughuli zako za kila siku, za kilimo, za bustani, za udereva, uwe wa bodaboda, magari makubwa, mabasi au malori, uwe mwasibu, uwe mhandisi, uwe yeyote yule, mtaalamu wa kilimo, mkaguzi wa mahesabu, mhadhiri, mwalimu na yeyote, kwa kuja kanisani kila Jumamosi, kila siku ya maombi, kila juma la maombi, wakati wa makambi, unatangaza kukiri kwako kwamba vitu vyote umepewa ni kwa ukarimu wa Mungu peke yake. Haleluya. Na mwandishi anasema, uliyeniumba na kutegemea. Haleluya. Uliyeniumba na kutegemea. Sasa aliyetuumba tuendelee kumtegemea katika ujenzi wa kanisa hili. Haleluya. Aliyeanzisha atamaliza pamoja nasi mradi unaomtukuza Mungu namna hii. Haleluya. Aliyetuumba tuendelee kumtegemea katika masomo yetu wanafunzi, tuendelee kumtegemea katika biashara zetu, katika taaluma zetu, hata tuangusha. Yeye aliyetutoa mbali atatufikisha kule anako tutarajia sisi tufike. Haleluya. Ni wasi wanafunzi wa ngazi zote, endeleeni kufanya wimbo huu uwe sehemu ya tafakari ya kila siku. Tuendelee kumtegemea Mungu, atatufikisha katika vilele vya mafanikio kwa ajili tu ya utukufu wa jina lake. Anasema, nitatoa nini? Anasema, hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nasema, nitatoa nini? Kwanza vyote vyako. Taaluma, uwe na cheti, uwe na diploma, uwe na ujuzi wote uliokufikisha katika ngazi ya shahada, astashahada, vyovyote vile,
au degree ya uzamili au uzamivu? Anasema nitatoa nini kwanza vyote vyako? Taaluma, mitaji, ujasiriamali, mashamba, vyote ni vyako. Sisi tutatoa nini? Anasema upendo wako wadai moyo wa shukrani. Haleluya! Tunapaswa kuwa na mioyo ya shukrani kwa ukarimu wote huu Mungu aliotutendea. Na anasema upendo wako wadai moyo wa shukrani. Ukitafakari mwanafunzi wa Mzumbe uliojiunga mwaka huu, kuna watu walishia chekechea, wengine walishia darasa la 4, la 7, wengine wakavuka, lakini wewe upo mpaka form 4 au form 3. Lakini kuna mwingine uko Mzumbe, wengine walishia ngazi za chini, ukajikuta umeenda kufanya shahada au astashahada au ngazi yoyote ya elimu. Moyo wa shukrani unahitajika, na hivyo utajikuta kwamba hatutaonesha majivuno hata kidogo. Sisi ni nani? Mungu katufikisha hapo alipotufikisha. Haya yote yanadai moyo wa shukrani. Haleluya! Nasema nipewe neema asubuhi ya leo na mchana wa leo. Tutaomba tena kama ambavyo mchungaji ametongoza. Ninaamini atatongoza tena katika kuomba neema, ili tuwe na uwezo wa kuishi kwa Mungu mkarimu namna hii siku zetu za maisha yote. Haleluya! Wangapi wanahamu kwamba neema hii Bwana atujalie tusalie kwake siku zote za maisha yetu yote? Haleluya! Hata kama tungeishia na ibada yetu hapo, linatosha kuwa hitaji la kila mmoja wetu. Tupewe neema na uwezo wa kutubakiza mikononi mwa Mungu. Hata ije mazingira gani, ugumu gani wa maisha, changamoto gani, tunyimwe vyote, tubakizwe neema, na neema peke yake ya kutufanya tusalie mikononi na miguuni mwa Yesu. Haleluya! Amina. Utaona kwamba nimekuwa over excited, na mimi ni muumini wa mahubiri mafupi sana. Ikiwa nitapitisha kidogo, ni matokeo ya kuwa over excited, kusisimshwa kuliko pitiliza. Miaka 21 iliyopita niliondoka Mzumbe High School baada ya kumaliza kidato cha 6. Haleluya! Wale wazumbe wapo. Haleluya! Mmenikumbusha mbali. Nilisoma pale na tulikuwa tunaabudu jengo lile dogo. Utaona namna gani nimekuwa excited kurejea tena hapa na kukuta jengo mithili ya jengo la Suleiman. Haleluya! Bwana abariki sana. Tulikuwa tunahudumu kwa namna hizo, tukivaa t-shirt kwa namna hizo, na wazee kina Profesa Nyamsogoro, Mama Nyamsogoro, Profesa na Mama Mapesa, na wengine wengi kutaja kwa uchache, kina Mzee Maduhu, na wengine wengi kina Mzee Mbwambo. Palikuwa na Mbwambo wawili nakumbuka. Huduma zao walizotupatia tunazikumbuka mpaka leo. Haleluya! Na huenda ni kwa sababu yao tulipowatazama nasi tukapiga moyo konde kufika au kuwasogelea hapo walipo, maana walituhudumia kanisani na walituhudumia nyumbani kwao. Haleluya! Kaka Juma Buhimila yalikuwa mwanafunzi wa chuo, sisi tulikuwa wanafunzi. Palikuwa na mashirikiano walitupatia, tulifanya program pamoja, ASA na Thisidaso wakati huo, na mpaka leo tumeendelea kuwa ndugu kwa sababu kanisa na vyama hivi vimetukutanisha. Haleluya! Juma Buhimila, katika familia Juma Buhimila
alikuwa wa kwanza kumfahamu. Kisha Bwana akapatia neema ya kwenda katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi nilimpokea mdogo wake ambaye ni mwanasheria sasa na wakili msomi, anaitwa Barnabas Buhimila Apo. Lakini mwaka mwingine nikampokea mdogo wake Christopher Juma Buhimila Kihila. Haleluya. Lakini baadaye nikamfahamu Dr. Jacob Buhimila. Haleluya. Unaona kabisa vyama na kanisa vimekuwa nyenzo muhimu ya kutuleta pamoja. Kama kuna kitu ambacho mapema kabisa nitawasihi mkikumbatie, ni kanisa la Mungu. Haleluya. Lakini na taasisi na vyama vyoko ndani ya kanisa, maana vina faida kubwa kuliko unavyofikiria. Asa, Tukasa, Atape, Dorcas, idara mbalimbali zitumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Na hutajuta kadri ambavyo unajishikamanisha na vyama na idara hii. Kama Mungu ameruhusu viwepo kanisani, ni nyenzo zake za kutusaidia sisi tuendelee kukua zaidi. Haleluya. Na kwa kukusihi wewe ujiunge na Atape, hatusemi uache kuwa mwanachama wa chama kingine, wa idara nyingine. Hapana. Tunasema tumika kwa ziada. Kuwa mwana AY mzuri, kuwa ambassador mzuri, mwana Dorcas mzuri, na jihusishe pia na idara kama ya wanawake vizuri kuliko kawaida. Lakini kwa sababu tunaamini wewe umebarikiwa kwa ziada, njoo tena katika Atape utumike kwa ziada. Haleluya. Ellen White mahali fulani anasema, kwa Mungu kumtoa Yesu, mbingu zilitoa kila kitu. Haleluya. Kwa hiyo sisi kama mwitikio wa hilo, tunapaswa tutumie vyama na idara zilizoko kanisani kutumika kwa ziada. Haleluya. Bwana awabariki sana. Sasa kabla hatuja kwenda katika neno la Mungu, ni wasihi tufumbe macho tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, sistahili hata kusimama mbele ya watu wako, lakini umenichagua hata hivyo kufanya hivyo. Na kusihi nipatie uwezo utakao juu, ili kile ambacho umekikusudia katika dakika chache kikaweze kuwafikia watu wako hawa kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu. Amina. Somo letu la asubuhi na mchana huwa leo tumelipatia kichwa kisemacho haipaswi kuwa kama mazoea. Haipaswi kuwa kama mazoea. Huenda Kiingereza kinawasilisha vizuri. Kiingereza kimesema it should not be business it should not be, pardon? It should not be business as usual. Nafikiri hiyo kama na kwa bahati mbaya kina mama Msogoro na Profesa Nyamsogoro na kina mzee Maduhu na wengine walipotombea, maombi yao yalijibu. Haleluya. Mimi nikaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, nikaenda kazini, nikarudi tena na kurudi tena, na sasa ninafundisha na kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu katika maeneo ya lugha, sana Kiingereza. Haleluya. Katika siku kama hii tunayasema hayo kwa makusudi tu ya kurudisha sifa na shukrani kwa Mungu. Haleluya. Ndio maana nikasema Kiingereza kama kinawasilisha kwa uzuri, it should not be business as usual. Kila mtu aseme it should not be business as usual. Okay, nafikiri kwa macho ya imani naona wote mmesema tena kwa uzuri, it should not be business as usual. Na wakati fulani tunafanya mambo mengi kwa mazoea kama kawaida, lakini mchana wa leo
neno la Mungu linataka litukumbushe kwamba hapana, isiwe kwa mazoea. Isiwe kwa mazoea. Na tumeona katika fungu letu ambalo ni aya kuu, inasema katika Mathayo 11 mstari wa 29, anasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Haleluya! Mchana wa leo, ili kutofanya vitu kwa mazoea, Yesu anatoa mwaliko kwamba tujifunze kwake. Haleluya! Sitwasema Yesu ni mwalimu. Tumemtumia kiwango gani mwalimu huyu? Na ni mwalimu bora kuwahi kutokea, ambaye ameathiri maisha ya watu katika zama zote, na ataathiri maisha ya watu hata kwenye umilele. Huyu ni mwalimu ambaye tunapaswa kila siku tumsikilize na tujifunze kwake. Tunao walimu, wakufunzi, wahadhiri, maprofesa kwa aina zao, lakini kama kuna mwalimu ambaye tunapaswa tutumie muda mwingi kumsikiliza na kujifunza kwake, ni huyu mwalimu ambaye kwanza ni nyenyekevu na ni muungwana kiasi hiki. Anatoa ukaribisho. Inanikumbusha wakati fulani katika shule tulikutana na walimu ambao walikuwa wakali. They were so rude. They were not polite. Hawakuwa waungwana. O, katika taasisi zetu za vyuo vya kati na vya juu, tunakutana na wahadhiri ambao ni wakatili. They are rude. They are not polite. Haleluya, kwamba tunakutana mchana wa leo na Yesu, mhadhiri, mkufunzi ambaye ni muungwana. Haleluya. Na huwezi kuamini, hata tasnifu yangu iliyonipatia shahada ya 3, nikaamua kuzungumzia linguistic politeness, uungwana wa lugha. Haleluya. Baada kuona kwamba mbona tunaye mwalimu ambaye ni kielelezo cha walimu, kielelezo cha watu katika kada zote, madaktari, manesi, wauguzi, kwa kada zote, wakulima. Kuna mwalimu ambaye ni kielelezo chetu, na anasema tujifunze kwake. Yeye anasema tujifunze kwa sababu ni mpole na ni mnyenyekevu wa moyo. Sasa kuna sehemu ni sheku kusisitiza hili, wakasema lakini wajua wengine ni kanda maalum, wengine tumetoka Mbeya. Akasema lakini jamani, hivi tulibatizwa kwa jina la kanda maalum au kwa jina la Tukuyu? Tulibatizwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tunapaswa kwa neema ya Mungu tudondoshe zile asili zetu, zikanyagwe kwa msaada wa Yesu, tuzaliwe upya, tuwe wapole kama Yesu, wanyenyekevu kama Yesu, kwa sababu sisi tulibatizwa kwa jina lake. Haleluya. Kwa hiyo kwamba mimi natoka Mbeya na wazee wa Mbeya ni watu wenye misimamo, hasira, hapana. Hatukubatizwa kwa jina la watu wa Mbeya, Mara au Kigoma, mbako naambia kwamba Kigoma ni wabishi, lakini mbona mzee Rutebekela ni mnyenyekevu na mpole. Damu ya Yesu ilishafanya kazi. Haleluya. Haleluya. Ilishamlainisha, hakuna tena ubishi wa kule kwetu mwisho wa leli. Haleluya. Ninyi wenyewe mmekuwa mashahidi namna tu anavyotumika kanisani, namna anavyoishi na mkewe. After all, mkewe ni pisikali imetulia pale. Haleluya. Rebeka, ukimwita mama Rutebekela unamzoesha asizeeke, maana tunamwona bado ni binti. Haleluya. Na wazee, kuna haja pia ya kutoa utambulisho mara nyingi, kujua nani ni nani, ana status gani, kwa sababu watu wakimwona mama Nyamsogoro na mama
Rebeka mchungaji, kijana anaweza kujua maombi yake yamejibiwa. Kumbe ni wamama ambao walishaolewa siku nyingi na Bwana akawabariki kutuletea watoto kadhaa. Haleluya! Hayo ni matokeo ya kubaki kwa Yesu. Nimemwambia hata Dr. Juma kwamba yule ni mama Msogoro, mbona nimemkuta vile alivyokuwa miaka 20 iliyopita. Imagine, kwa kijana wa Mzumbe usije ukafikiri maombi yako yamejibiwa. Huyu ni mama yako ambaye angeweza kukuzaa. Lakini kama matokeo ya kusalia kwa Yesu, hawazeeki hawa kina mama. Haleluya! Kwa hiyo kila mmoja wetu anayo nafasi ya kukaa kwa Yesu na kujifunza upole wa Yesu na unyenyekevu. Haleluya! Na anasema tukifanya hivyo tutapata raha, kwa sababu nira ni kama mamlaka inayokudhibiti, kama tu wafugaji na wakulima wa ng'ombe. Ng'ombe wanadhibitiwa na ile yoke. Kwa hiyo kama tutafuata maelekezo ya Yesu, tule nini, tunywe nini, ni maongozi, guidance na mamlaka, authority ya Yesu kutuguide sisi tusikengeuke. Haleluya! Jaribu leo hii kwanza kupiga pombe, kula ovyo ovyo, utazeeka. Ninakuhakikishia kijana wa miaka 40 ataonekana ni wa 70, wa 20 ataonekana ni wa miaka 50. Kwa Yesu kuna raha. Ndio asema mtapata raha nafsini mwenu. Hawa na wengine wachache niliowaonesha ni vielelezo tulivyo navyo vinaishi. You look at them, unamtukuza Mungu kwa sababu Bwana amewapatia raha kama matokeo ya kunyenyekezwa miguuni kwa Yesu. Haleluya! Amina wapendwa. Sasa inawezekana katika maisha, katika taaluma, katika biashara unakutana na changamoto. Hapana, hiyo ni kawaida. Yesu alisema sitawatoa ulimwenguni. Si ndio jamani? Sitawatoa ulimwenguni. Mnayo dhiki, anatambua mwalimu wetu, lakini jipeni moyo. Haleluya! Wanafunzi kwa ngazi zote jipeni moyo. Wafanyakazi kwa ngazi zote jipeni moyo. Wanataaluma, wajasiriamali kwa biashara na shughuli mbalimbali ya kijasiriamali, Yesu anatambua dhiki unayokutana nayo katika eneo lako la biashara. Pale ofisini kwako, Yesu anatambua. Anasema jipeni moyo. Haleluya! Hebu mwambie jirani yako, jipe moyo. Na hilo si la kwangu, ni mwalimu wetu kielelezo anayetuambia tujipe moyo, kwa sababu ana uzoefu wa kutosha. Kila dhiki uipitiayo alipitia. Anakuja na hitimisho kwamba mimi nilishinda ulimwengu. Haleluya! Kwa mwalimu wetu ambaye ni kielelezo cha kutofanya mambo kikawaida kwa mazoea, anatambua dhiki tunazokutana nazo mahali petu pa kazi, katika taaluma zetu. Anatambua, anakwambia jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Na kwa maana hiyo automatically ni kwamba wewe ukijiambatanisha na yeye, kama alivyoeleza katika mfano wa mti na tawi, kwamba kama tawi likikaa pembeni halitazaa matunda, lakini tawi likijiambatanisha na mti, tawi hilo litazaa matunda. Sisi ni matawi, Yesu ni mti. Tuendelee kusalia tukijiambatanisha kwake, ili ushindi wake uwe ushindi wa kwetu. Haleluya! Hata hivyo, shetani inafahamika ni adui aliyeshindwa tayari. Haleluya! Wakati fulani tumepata misongo na matatizo mengi kwa sababu tulijigeuza sisi ni Yesu.
dhambi kubwa. Wakati fulani tumeandama watu wengine kwamba wanajiita baba duniani, baba watakatifu duniani. Kumbe wakati fulani tumefanya kosa hilo hilo kwa sisi kuchukua nafasi ya Yesu. Unajua ni kwa namna gani ulibakia na kosa hilo ukachukua nafasi ya Yesu, na hivyo ukafanya kosa lile lile tunalo mnalo mnyama, si ndio jamani? Kwa kubaki na changamoto zako wewe, badala ya kumtwisha yule ambaye tunapaswa kumtwika. Na ndo huyo katika aya iliyotangulia anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya! Kwa hiyo kuna mbeba mizigo. Tusibaki na changamoto na misongo ya masomo, kwamba ada itapatikanaje, masomo haya ni magumu, biashara hii inaenda mrama, bosi wangu ananisumbua, wateja sio waaminifu, wafanyakazi wangu hawafanyi vizuri. Tunabakia na changamoto hizo, tunajifanya sisi ni Yesu, wakati Yesu yupo ambaye ni mbeba mizigo. Haleluya! Ndio maana anatualika hata asubuhi ya leo kwamba tuende kwake sisi tunaolemewa na mizigo ya dhambi, ya kibiashara, ya kijasiriamali, ya kitaaluma. Tumpelekee yeye, yeye atatupatia pumziko la kweli. Haleluya! Natambua tuna changamoto hizo, Yesu anafahamu, yeye alizishinda, nasi kwa uwezo wake tutashinda, iwe changamoto za kiroho au changamoto za kitaaluma, za kijasiriamali au zozote zile katika eneo lako la familia au katika safari yote ya maisha haya. Haleluya! Wangapi asubuhi ya leo wanaahidi kutochukua nafasi ya Yesu kwa kubakia na mizigo na fadhaa zao? Wangapi wanaahidi kufanya hivyo? Haleluya! Tutajikuta kwamba ile ahadi kwamba mtakuwa na raha nafsini mwenu imetimia, kwa sababu changamoto kupitia maombi tunakabidhi kwa Yesu. Tumepata shida katika familia, hatuendi kwa jirani, hatuendi kwa mchungaji, tunapiga magoti na kumweleza Yesu, mwalimu wetu uliyesema tujifunze kwako. Kuna changamoto hii katika biashara, katika familia, katika kanisa. Ukisha mkabidhi, unabaki na raha nafsini mwako. Haleluya! Na anasema mtwikeni yeye. Kwenye tafsiri zingine anasema cast your anxiety, yani zile sio kumtwika, maana kutwika kunafanyika kwa ustarabu, lakini tafsiri anasema cast your anxiety, yani mtupie. Haleluya! Kuna kamchumba kamefanya jambo kutarajia, mume, mke, bosi amekusumbua, badala kubaki nalo mtupie immediately, usibaki nalo, kwa sababu Biblia inasema Yesu hujishughulisha sana na mambo yetu. Haleluya jamani! Asubuhi ya leo ninaamini kwamba kila mmoja wetu amekumbushwa namna ambavyo Yesu ni mbeba mizigo yetu, na hivyo hatupasi kuwa na misongo, huzuni, fadhaa, kwa sababu Yesu mwalimu wetu ambaye tunapaswa tujifunze kwake ni mbeba mizigo wetu. Na katika kusisitiza hilo, ninapenda kurejea kile ambacho Petro amekuwa akikisema katika Petro wa pili, Petro wa kwanza 2 na mstari wa 6. Natamani uiname katika Biblia yako ili tujikite kuona tu Biblia inavyojieleza yenyewe. Anasema Petro wa kwanza 2 mstari wa 6, anasema kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama
naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule, lenye heshima, na kila amwaminie hata tayarika. Haleluya! Kila amwaminie Yesu ambaye ni jiwe kuu la pembeni hata tayaharika. Sasa wakafani neno hili laweza kuwa gumu, lakini kwa lugha rahisi, hata aibika. Haleluya! He or she won't be ashamed, hata tayarika. Mwanafunzi pale Mzumbe, hutatayarika. Mungu hawezi kukutoa mbali huko akuache njiani. Mshiriki katika shughuli yako, hutaaibika. Mungu hataruhusu hilo. Changamoto ni ya muda kitambo tu, hata kuacha uaibike. Haleluya! Na ndio maana tunapaswa kuendelea kumtwika yeye mizigo yetu. Na anasema basi heshima hii, mstari wa 7, heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini. Je, mnaamini yale yote ambayo tumeyasema mpaka sasa? Heshima hii ni yako wewe. Mkumbushe jirani yako, mwambie heshima hii ni yako. Waweza kumkumbusha jirani yako. Ni mwanzo wa muhula, kwa mfano kwa vyuo. Basi hapa ni mahali pazuri pa kumwita Yesu katika masomo yako. Ni mwanzo wa mitihani ya kufunga mwaka kwa sekondari. Ni muda mzuri wa kumwita tena jiwe kula pembeni. Usiende kuanza semester, usiende kuanza masomo na mitihani, usiende kuanza biashara, kufungua ofisi, kwenda kutazama shamba lako, kuanzisha mradi pasipo kuwepo na Yesu jiwe kula pembeni. Haleluya! Na kuhakikishia kwamba hutatahayarika. Hata hivyo mpaka sasa tunavyoongea, hujaaibika kwa sababu uliendelea kumtumainia Mungu. Na hata kama ulisuasua, kwa neema ya Bwana hakukuacha, aliendelea kukukumbatia pamoja na kusuasua kwako. Yesu ni jiwe kula pembeni. Kupitia maombi tumkaribishe awe katika shughuli zetu zote. Kupitia kusoma neno lake tumkaribishe awe nguzo, jiwe kula pembeni katika shughuli zetu. Lakini kupitia kushuhudia wengine katika mahali petu pa kazi, Yesu ataendelea kuwa jiwe kula pembeni. Kutegemeza kazi ya Mungu, ujenzi, kupitia zaka na sadaka zetu, Yesu anafanyika kuwa jiwe kuu la pembeni. Na kutumia taaluma zetu kubariki wengine, Yesu ataendelea kuwa jiwe kuu la pembeni. Haleluya! Haleluya wapendwa wana Mzumbe. Na ndio maana katika ATAPE tuna mioto mingi. Moja kati ya mioto tunayoitumia ni tumebarikiwa ili kubariki. Haleluya! Tumebarikiwa ili kubariki. Kwa hiyo tutasema hiyo. Kanisa la Waadventista wa Sabato Mzumbe. Tutaanza tena kwa nguvu zaidi. ATAPE, kanisa la Waadventista wa Sabato Mzumbe 2025. Haleluya! Tumebarikiwa ili kubariki. Kadri ambavyo tunabariki kanisa la Mungu, tunategemeza kazi ya Mungu kuwasaidia wahitaji, Bwana atafanyika kuwa jiwe la pembeni, na hivyo kutufanya tusiaibike katika mambo yetu yote. Haleluya! Bwana tusaidie pale ambapo tutakwenda katika maagano mapya na Yesu wetu na kumfanya awe jiwe kuu la pembeni katika yote tu yafanyayo. Katika mambo yote mtunga mithali anasema mkiri yeye, acknowledge him. Katika kila unachokifanya mtambue, mkiri kwamba yeye ndio jiwe kuu la pembeni. Hatutaaibika kama Bwana aishivyo. Haleluya! Na Petro anaendelea kusema, wale tumeona wasioamini, Yesu anakuwa kikwazo kwao.
Lakini na mstari wa 9 anasema bali ninyi ni uzao mteule. Maana mnamwamini Yesu, mnamfanya Yesu awe jiwe kuu la pembeni, na hivyo mna hadhi hii kubwa. Anasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru ya ajabu. Haleluya! Kwa tuna hadhi kubwa kwa kumwamini Yesu, tunafanyika kuwa watu wenye hadhi ya namna hii, mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ni hadhi kubwa kiasi gani tumepewa, lakini hadhi hii inaambatana na majukumu mazito. Anasema mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani. Haleluya! Kwa kumbe hiyo hadhi ya kuitwa wana wa Mungu, hadhi ya kuitwa uzao wa kikuhani, unaambatana na jukumu kubwa la kutangaza fadhili, wema wa Mungu. Ni kwa kiwango gani katika shule, chuo, biashara au eneo la kazi umetangaza fadhili za Bwana? Asubuhi ya leo tunakumbushana tena kwamba ni muda mzuri Bwana atujalie neema ya kufanyika watangazaji wa fadhili za Bwana mahali pale alipotuweka. Waweza kuwa ni mwasibu, mhandisi, mkulima, mfugaji. Namna gani unatangaza fadhili za Bwana hapo Bwana alipokuweka? Kumbuka yote haya tumeona katika wimbo, ni kwa ukarimu tu wako tunabarikiwa. Sasa kama tutatambua kwamba ni kwa ukarimu wa Bwana tunabarikiwa, tutaomba neema kila siku kupitia utendaji wetu ulio wa viwango vya juu katika maeneo ya biashara na maeneo yetu ya kazi. Bwana atukuzwe. Haleluya! Tuulizane kidogo. Kama wewe hufiki darasani kwa wakati, hupeleki kazi ulizopewa kwa wakati, unatangaza fadhili za Bwana kwa kufanya hivyo? La hasha. Unamwaibisha Bwana aliyekupatia hadhi kubwa ya kufanya wewe kuwa ni mteule, mtu wa uzao wa kifalme, wa ukuhani pia. Ikiwa unatoroka kwenda mjini kule Morogoro bila ruhusa ya walimu, na unashiriki katika zile disco na kama wengine, unatangaza fadhili za Bwana kwa kufanya hivyo? La hasha. Kama unavaa chochote vyovyote popote, huwezi kutangaza fadhili za Bwana kwa namna hiyo. Lakini kama tutanuia kuonekana vizuri vioni, mashuleni, makazini na katika biashara zetu, katika mashamba, fadhili za Bwana zitatukuzwa, fadhili za Bwana zitatangazwa. Haleluya! Haleluya wapendwa. Kwa mchana wa leo tunakumbushana, unaweza usiwe mwasibu, lakini unaweza kuwa mwasibu, mhandisi au mwalimu. Unahusianaje na wateja wako kiasi cha kwamba unamwakilisha na kutangaza fadhili za Bwana? Wewe kama ni mwalimu, Mwadventista msabato, unajua ukweli huu. Lazima pawepo na tofauti kati ya mwalimu, mhadhiri, mwanafunzi, Mwadventista msabato na wengine, ili utangaze fadhili za Bwana. Fanya kazi kwa bidii, kwa ubunifu, kwa juhudi, na kwa kufanya hivyo ukimtegemea Mungu, Bwana atatukuzwa kupitia wewe. La sivyo jina la Bwana litaaibika. Katika vyumba vyako, kwenye hostel, unacheza nyimbo zipi? Wewe ni dereva bajaji, dereva wa daladala, unacheza nyimbo zako zipi katika flashi au katika chombo chako? Je, kijana Mwadventista msabato, eti katika chumba chako singeli zisikike? Wakati tuna utajiri mkubwa wa mahubiri, tuna utajiri mkubwa wa nyimbo. Jamani, kupitia bodaboda, kupitia bajaji, fadhili za Bwana zaweza kutangazwa. Haleluya! Mwendesha daladala,
bodaboda pamoja na bajaji, Mwadventista msabato anapaswa kuwa tofauti kabisa kwa mwonekano na wengine. Vaa kwa mujibu wa sheria za barabarani, vaa helmet, kuwa na koti, na ni kwa faida yako mwenyewe kukuzuia usipigwe na upepo. Vaa buti gumu ili kitokeo umeteleza hutajikwaa na Mungu atakuokoa. Haleluya. Kuwa na kofia ya yule abiria wako, fanya hivyo, lakini cheza nyimbo zinazotangaza upendo wa Mwokozi. Haleluya. Inawezekana una saloon, una duka pale kwenye ofisi wako, kwa nini usiweke vijizuu na vitabu vya pendo nisilo na kifani kwenye dawati lako pale Mzumbe, pale bank? Wewe mkurugenzi wa shule, mhasibu, weka majarida na vitabu na vijizuu na machapisho yetu. Mgawie mtu fulani. Kwa kufanya hivyo, mahali pako pa kazi, kupitia kugawa vitabu, usemi wako mzuri, maana umejifunza unyenyekevu na upole kupitia kwa Yesu, fadhili za Bwana zitangazwa. Haleluya. Popote tulipo tukumbuke sisi ni mabalozi wa Yesu, na Yesu anatarajia tufanye kile ambacho yeye angekuepo in person, angekuepo yeye mwenyewe kimwili angekifanya. Mhubiri fulani Landskit mahali fulani alishawahi kusema, kabla hujafanya chochote jiulize, Yesu angekuepo hapa angefanya nini? Haleluya. Wewe ni mwanafunzi, unataka kufanya jambo fulani, mfanya biashara, mfanyakazi, ni mfanyakazi wa ndani au wa kitengo chochote, ni dereva, vyovyote, ni mhandisi, yule mtu wa majengo, chochote unachotaka kukifanya, jiulize, je, Yesu angekuwa anafanya jambo hili, angekuwa anazungumza, angefanyaje, angezungumzaje? Hiyo tu yaweza kukupatia changamoto na ukaomba uongozi wa Mungu ukuongoze katika yote uyafanyayo. Utakumbuka kumfanya Yesu kuwa jiwe kuu la pembeni kwenye yote unayofanya, na kwa kufanya hivyo jina la Yesu litatukuzwa na fadhili zake zitatangazwa. Na anasema kumbuka kwamba yeye aliyewatoa gizani muingie katika nuru ya ajabu. Tumia sekunde kutafakari kule aliko kutoa. Huenda ni Bariadi ndani, huenda ni Tukuyu Mwakaleli, huenda ni Magu, huenda ni Tandahimba, huenda ni Uluguru kule na kwingine, Mahenge, Tanganyika, Masagati, kule Atape ilimfanya nizurule kila kona, kule wapi, Londo, kule Chita, kule kokote. Tafakari namna ambavyo Mungu amekutoa katika giza la kiroho, giza la kutojua mambo, hukuwa na exposure yoyote. Yani sasa unaonekana kama mtu, na kwa kutumia rafudhi ya Mbeya, watu wa Mbeya wangekwambia ulikuwa mtu wewe. Okay, kwa hiyo rafudhi ya Mbeya unalinga leo hii, ulikuwa mtu wewe. Okay, watu wa Mbeya wanajua rafudhi yao. Sasa kwa nini tufikie mahali turinge, tuwe na jeuri, badala ya hiyo kutufanya tunyenyekee zaidi? Kwa sababu tumefika hapo baada ya Yesu kututoa katika giza totoro la imani, la mafundisho, la kukosa exposure. Kwa hiyo chochote ambacho Bwana amekupatia, imani ambayo Bwana amekupatia, taaluma, mtaji, ujasiriamali na ubunifu aliyokupatia, uzuri, vikufanye wewe uwe mnyenyekevu zaidi kuliko hata kabla, kwa sababu ni kwa ukarimu wake tunabarikiwa. Kumbuka tu ulikotoka. Tulete picha tu ya miaka 10 iliyopita, 20, utagumbua kwamba wengi wetu tumetoka uzeeni tumekuja ujanani, si ndio? Kuna utani wa hivyo. Sasa hilo likufanye uwe mnyenyekevu ili fadhili za Bwana zitangazwe zaidi katika mahali petu pa biashara, na kwa namna hiyo jina la Bwana litatukuzwa. Asubuhi na mchana huwa leo napenda nikupendekeze kwa mara nyingine tena
Tumeona ni kwa namna gani tunapaswa tujifunze kwa Yesu, yeye ambaye ni kielelezo kikuu. Tuna role models wengi, lakini pamoja na hao ambao Bwana ametupatia, tunaye Yesu Kristo ambaye mchana wa leo ameleta wito kwetu kwamba tunayo fursa ya kujifunza tena kwake. Yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Tumpelekee changamoto zetu, atatupatia pumzisho, lakini wakati huo huo atatupatia raha. Na raha anayopatia, amani anayopatia ni tofauti na amani ambayo dunia inapatia. Tutapata raha ya kweli nafsini mwetu. Haleluya! Mchana wa leo tumekumbuka kwamba Yesu anapaswa afanyike kuwa jiwe kuu la pembeni katika yote tunayofanya. Wengine watamdharau, lakini kwetu sisi, uzao mteule, sisi ambao tumepewa hadhi hiyo, tumeitwa kutangaza fadhili za Bwana popote pale tulipo. Maana ametutoa gizani, tumepata nuru ya ajabu ili tutangaze fadhili zake. Fikiria nuru ya ajabu juu ya Sabato, wengine hawanayo. Nuru ya ajabu juu ya hali ya wafu, wengine hawanayo. Nuru ya ajabu juu ya nini tule, nini tunywe, wengine hawanayo. Hayo yote yanapaswa yatunyenyekeze, na hivyo kumfanya yeye awe jiwe kuu la pembeni katika yote tuyafanyayo. Na kwa kufanya hivyo, fadhili zake zitatangazwa na Bwana atatubariki katika jina la Yesu. Amina. Na baada ya kusema hayo, viongozi wamesema habari nyingi kuhusiana na ATAPE. Bila shaka ni muda mwafaka wa wewe tu kujisalimisha kwa sehemu pia ya chama hiki. Najua umefanya hivyo kwa sababu makanisa yote yalishiriki kuandaa vituo vya mikutano, kuanzia hatimaye series zote na hizi net event tulishiriki. Lakini wito ni kwamba twaweza kufanya kitu kingine cha zaidi kwa kuwa mstari wa mbele katika chama hiki. Taaluma yako inahitajika sana ili utumike kuambukiza wengine juu ya maarifa ulionayo. Ushiriki kikamilifu katika kuwasaidia wahitaji wa maarifa, wahitaji wa ujuzi. Ni muda mwafaka wa kuifanya Mzumbe, kama ambavyo tayari nimekuwa one of the greatest churches in Tanzania. Ninapendekeza kwamba natamani kama ambavyo tunafanya vizuri katika idara na vyama vingine, tufanye vizuri katika chama hiki cha ATAPE. Haleluya! Inawezekana kufanya Mzumbe SDA Church great again, ikawa kubwa tena katika hii tasnia ya chama hiki cha ATAPE. Na kwa kufanya hivyo, tutajikuta kwamba tumewasaidia watu wetu zaidi kuliko tulivyokuwa. Na kwa kufanya hivyo, tutajikuta kwamba tumesaidia uwakili zaidi kuliko tulivyokuwa. Kwa kufanya hivyo, tutajikuta tumesaidia jamii tunayoishi, field tunazokuwa nazo, comfort tulizo nazo, kwa sababu chama hiki kinatuleta pamoja. Sio tu watu wa kanisa mahalia, watu wa miji yote, kama ambavyo tumeona Morogoro nzima imekuja hapa. Conference nzima imewakilishwa. Kuna nyakati tunakutana kama conference kama ambavyo tutakutana pale Morogoro. Lakini kuna nyakati tunakutana kama taifa zima, kama ambavyo mwakani wakati wa Easter tutakutana Zanzibar, ili kujipanga namna gani mwaka mwingine tunajipanga kwa kazi za kutoa huduma za afya, kuendesha mahubiri ya net event na namna hiyo. Wewe ni sehemu muhimu sana. Tunakuhitaji wewe kuliko ambavyo sisi tunakuhitaji katika chama hiki. Viongozi, naomba mje mara moja, mwapokee watu wa Baba ambao wameatoa maisha yao kwa Yesu ambaye ni jiwe kuu la pembeni, lakini wanataka kutumika kwa ziada kupitia kujiunga na chama hiki cha ATAPE kwa kusudi tu moja tu la kutumia taaluma, ujasiriamali wetu kwa makusudi ya kupeleka mbali kazi ya Bwana. Tunao viongozi ambao wapo kati yetu, tuna wanachama wa siku zote. Njooni pia ili tuwapokee wanachama ambao naona kwa imani
wakijiunga na chama hiki, ili chama hiki kifaidishe kanisa mahalia kuliko kilivyofanya kabla, kifaidishe maeneo haya ya Mzumbe na Mlali na kwingineko, lakini tushirikiane na ngazi zingine za kanda, conference na taifa. Kwa nini usitumie muda huu kunyenyuka toka ulipo? Viongozi na wanachama, nikajua nyie mtatumia sekunde moja tafadhali. Kina Betty Chamba, kina Nyamseba na wengine, kina Yese Mzava, tafadhali tutumie sekunde chache kuwakaribisha saa wengine. Njooni tutumie muda mfupi tu, tusione wanachama wengine wengi wakijiunga, ili Mzumbe pabakie kuwa kituo kikubwa cha mambo makubwa pamoja na mambo mengine, lakini kuwa na chama kikubwa cha ATAPE. Kwa nini usitumie nafasi hii kuja sasa mbele ili tutumie fursa hii? Asante sana mzee. Asante sana mzee. Naamini kwa mzee kuja. Asante sana mama Nyamsogoro. Asante sana vijana, wazee, kwa kina mama. Ninawasihi kwa neema ya Bwana, njooni mjiunge na chama hiki ili kwa pamoja. Mwana ATAPE mkongwe mzee Maduhu, tafadhali naona amenyanyuka. Kama hutajali basi njoo na wazee wenzangu, ili kwa pamoja tuache alama ya kuwa na chama chenye nguvu kitakachoshirikiana na idara zingine kufanya mambo makubwa zaidi katika kanisa hili la Mzumbe. Hata wanafunzi, kumbuka kunayo provision maalum kwa ajili ya wanafunzi, wanajiunga na chama hiki kama wanachama washiriki, associate members. Sisi wanafunzi ndo associate members. Wanataaluma, wanajasiriamali, wao by virtue of being entrepreneurs and professionals wanakuwa wanachama naturally. Wanafunzi wa vyuo wanaalikwa pia kufanya hivyo, lakini washiriki wote tunaalikwa kufanya hivyo. Mbarikiwe pale mnapofanya hivyo, na nitamwita mbarikiwe mnapofanya hivyo na kuendelea. Na kwa mara nyingine tena nitamwita mwanachama mkongwe, mchungaji wetu, atasema neno moja, na kadi ambavyo unakuja atatukabili kwa Mungu. Endelea kuja ili ombi hilo na maneno ya nasaha ya kiongozi wetu yawe baraka kwako. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kumtumia Dr. Ishmael kwa ajili ya neno la uzima, pamoja na mwito wa pekee sana kutuita kujiunga na chama hiki, chama ambacho kwa kweli binafsi nakiona kikiwa na mwelekeo wa pekee sana katika kueneza injili sana. Kwa leo nikichangia kwenye ATAPE, ninaelewa imeenda kwenye kapu la utume kweli kweli. Kwa hivi kama alivyoalika wale ambao ni mjasiriamali yeyote, unaishughulisha na shughuli yoyote ya biashara, iwe ndogo au kubwa, na yule mwanataaluma yoyote, hiki ndio chama chako. Hiki chama kina kati ya cross vyama vyote vya kanisa. Usiseme mimi mwanasimu na nini, wewe njoo tu, ni cha kwako. Labda niseme tu kwa ruhusa yake pia ya kwamba hata baada ya programu hizi kumalizika leo hapa Mzumbe, bado utaruhusiwa kuendelea kujiandikisha kwa wenyeji walioko Mzumbe kwa kadiri Roho anavyo kuita kwamba unaweza kushiriki kwenye kazi ya utume kupitia ATAPE. Mungu atubariki. Tusimame kwa ajili ya ombi la baraka, na wale mliojitoa na viongozi geukieni kibweta ili pia ni ombi la baraka kubariki ninyi pia. Geukieni kibweta. Tuombe. Baba yetu mtakatifu ishiye mbinguni, tunatoa shukurani za dhati kwa namna unavyochagua kusema nasi watoto wako, na leo umechagua kusema nasi kupitia hotuba ya pekee sana kutoka kwa Dr. Ishmael Mwambapa, na kwa kweli umetumia kama chombo chako kiteule katika mchana wa leo. Jina lako lihimidiwe. Mpatie tena kwa ajili ya kutumika tena, na yeye binafsi kambariki katika utumishi wake na katika maisha yake. Kwa namna pekee ninaomba kwa ajili ya wana ATAPE ambao tupo ndani ya ATAPE na watu wajitoa leo kujiunga na ATAPE. Bwana ubariki kila mmoja. Ninaomba kwa ajili ya viongozi walioko zamu katika ngazi mbalimbali za ATAPE, tafadhali wabarikiwe Bwana, na wale ambao tuko pamoja hapo wabarikiwe maradufu zaidi.
Naomba kwa ajili ya kusanyiko, wako watoto uwabariki, wako vijana uwabariki, wako watu wazima uwabariki, wako wafanyakazi wabarikiwe, wako wajasiriamali mbalimbali wabarikiwe, wako wanataaluma wabarikiwe, wako wanachuo wabarikiwe, wako wana sekondari, wana shule ya msingi, na wengine wajianza hata shule, ni watoto wadogo. Wote utubariki. Naleta baraka zako kwa ajili ya miradi ya kanisa la Mzumbe, miradi ya uinjilisti, miradi ya malezi ya washiriki, miradi ya ujenzi wa jengo hili wenyewe unaendelea, na miradi mingine ya ujenzi tunaiombea. Bwana, endelea kutamaraki, na kupitia huduma za kanisa hili wengi wakuone. Mchana wa leo, kwa itikio la neno la leo, tunaitikia kukutwika mizigo yetu, changamoto zetu, taabu zetu, mashaka yetu, hofu zetu, dhambi zetu, vyote tunakutwika. Tupatie mzigo mwepesi, tupatie nira nyepesi, na kama ilivyo ahadi yako, tupatie furaha ya kweli. Neema ya Yesu, upendo wa Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu vitukumbatie katika maisha haya tunapokutumikia, na utuandae kwa milele unapokuja. Program na miradi ya TAPE tunaweka mikononi mwako, katika jina la Yesu, amina.